Msaada wa Alphonce Mabula kwa wananchi Yanga ni msaada ambao unajitosheleza. Unapomzungumzia mchezaji mwenye uwezo wa kuibeba timu katika kujituma, yani kuipambania nembo ya timu, basi Alphonce Mabula ni miongoni mwao. Angalia kwenye kosti ya timu ya taifa ya Tanzania alipokuwa yeye pamoja na Novatus Dismas Mirosh, Faisal Feitoto, lakini pia alipata nafasi ya kucheza na vijana wakiwemo kina Chazi Mombwa, kina Morris Abraham, kina Selemani Mwalimu Sele Gomez ambaye alikuwa anasimama kwenye safu ya ushambuliaji. Lakini miongoni mwa mhimili mkubwa kwenye kikosi cha Tanzania kilichoshiriki michuano ya AFCON msimu huu basi ni Alphonce Mabula pamoja na Novatus Dismas Mirosh. Kwa nini? Alphonce Mabula alikuwa anamwofa nini Mwalimu Miguel Gamondi? Ni kwenye tabia na ana sanaa kubwa sana ya ulinzi. Sanaa hiyo amejijengea akiwa wapi? Alphonce Mabula kiuhalisia ni miongoni mwa wachezaji ambao huwa anachakarika sana uwanjani. Yaani huwa anakubali kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanajituma kuipambania timu. Lakini miongoni mwa kitu ambacho amebarikiwa sana Alphonce Mabula basi ni kwenye ubora wa ufanisi wa upigaji wa pasi. Ni miongoni mwa vijana ambao anaweza sana kupiga pasi kwa haraka na ana uwezo wa kuwa sharpness sana wa kufanya matukio mbalimbali. Hicho kitu huwa kinanifurahisha sana kwa mchezaji kama Alphonce Mabula. Sasa Yanga wanaenda kumpata mchezaji sharpness kwenye eneo la kati. Kwa maana Alphonce Mabula ana tabia kama za Maxim pia Nzengeli, kufika kwenye matukio kwa ubora, lakini pia ana uwezo wa kutoka nyuma kwenda juu. Sasa Alphonce Mabula ni mchezaji mwenye tabia hiyo. Kama Yanga watakuwa wamemnasa ama watainasa saini yake mpaka sasa hivi, basi ni miongoni mwa midfield hatari na anaweza kaenda kunufaisha Yanga. Hususani unajua Alpha na Jabu, mchezaji kama Alphonce Mabula sio mchezaji ambaye kiuhalisia ni asili yake ni namba 6 ile ya moja kwa moja ambayo inaweza kukaa kama alivyokuwa anakaa Jonas Gerard Mkude Nungunungu, Khalid Aucho, Rodrigo au Paredes wa Argentina, jinsi ambavyo huwa anakaa. Kuna wakati mwingine Rodrigo de Paul, wachezaji wengine wote ambao wanacheza kwenye ile tabia. Manamba 6 hapo wa aina mbili. Kuna namba 6 ambaye yeye mara nyingi huwa anacheza mbele ya mabeki wawili kwa maana ya kutengeneza pembe tatu. Lakini Alphonce Mabula huwa ana uwezo wa kuitengeneza pembe tatu, lakini baadaye ana uwezo wa kuivunja na kusogea juu zaidi kwenda kupambana, kwenda kuisaidia timu kwenye nyakati ambazo zitakuwa na mpira. Hii tabia pia anayo Duke Oga Abuya. Ni mzuri pia kwenye kupiga pasi, ni mzuri kuitoa timu toka nyuma kwenda juu. Lakini uzuri wa Alphonce Mabula zaidi ambacho anaweza akaja nacho na akaofa zaidi Yanga ni kutokuchoka anapokuwa uwanjani. Yaani miongoni mwa wachezaji ambao tanki lake lipo juu sana na ana uwezo wa kufanya kazi nzuri. Yaani tanki lipo juu, pressure high, quality wa kufanya kazi kwa ubora anao sana Alphonce Mabula. Hicho ndio kitu ambacho kiukweli wanaenda kujivunia nacho wananchi Yanga, na hiki kitaenda kuwanufaisha sana na kitawasaidia sana, kwa sababu watakuwa wamempata mchezaji ambaye wakati wengine ambao watakuwa wameenda kushambulia, basi yeye ana uwezo wa kwenda kuattack, lakini wakati huo huo akarudi kuiofa timu kukaba kwa wakati na akaenda kutengeneza ukuta mgumu kuwafikia kina Ibrahimu Abdullah Baka pamoja na mchezaji Bakari Nondo Mamnyeto, Dickson Job au kwenye yale mapana ya uwanja kwa maana ya Mohamed Hussein pamoja na mchezaji kama Yao Kwasi Atola. Kwa hiyo ndio sanaa kubwa ambayo anaenda kuiofa Yanga Alphonce Mabula.